Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026, ikiwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube. Hakikisha unajiabonea na comment, vile vile unapartage ili wengine waendelee kupata habari zetu za kila siku. Wala unaweza kutuandikia kwa namba ambayo inaendelea kuona kwenye video, kwenye picha, na ukatujuza unaendelea kutufuatilia ukiwa sehemu gani, na hapo unaweza kutupatia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina ni Idi George Idi Elisha, niendelea kutangazia kila siku kupitia mtandao wetu wa YouTube. Karibu. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini, huku taarifa zikieleza kuhusu shambulio la ndege isiyo na rubani maarufu kama drone lililotokea katika saa za mwanzo za Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa chanzo chetu katika eneo hilo, shambulio hilo lililenga hoteli ya Mwalu iliyopo katika makao makuu ya wilaya ya Fizi. Taarifa hiyo inadai kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na drone zinahusishwa na Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa zilizotufikia, wakazi wa Fizi walishtushwa na mlipuko uliotokea katika eneo la hoteli ya Mwalu wakati wa saa za mwanzo za asubuhi. Shambulio hilo lilisababisha uharibifu wa baadhi ya mali na miundombinu ya hoteli hiyo, ambayo ni hoteli la raia ya eneo la raia. Taarifa za awali zinaeleza kuwa raia wawili walijeruhiwa kwa kiwango kidogo kutokana na tukio hilo. Hakuna taarifa iliyotolewa kuhusu vifo vya watu kutokana na shambulio hilo kufikia wakati wa taarifa hii. Hata hivyo, uharibifu wa mali na majeraha ya raia umeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Fizi ambao tayari wanaishi katika mazingira yenye changamoto za kiusalama kutokana na mapigano yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za Kivu Kusini. Tukio hili linajitokeza wakati ambako eneo la Fizi limekuwa moja ya maeneo muhimu katika mzozo wa silaha unaohusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Katika miezi hivi karibuni, mapigano yameripotiwa katika maeneo ya Fizi na maeneo ya jirani, huku makundi yenye silaha yakigombea udhibiti wa maeneo na njia muhimu za kimkakati. Taarifa hii pia inalitaja muungano wa Twirwaneho Red Tabara ambao wanatumiwa kuwa na uhusiano na Rwanda. Hata hivyo, madai haya yanapaswa kutazamwa kama tahadhari hadi yatakapothibitishwa na vyanzo huru au mamlaka husika. Kinachofanya shambulio hili kuwa la muhimu ni kwamba linadaiwa kulenga miundombinu ya kiraia katika makao makuu ya eneo la Fizi. Iwapo taarifa hizi zitathibitishwa, tukio hili linaweza kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika maeneo ambayo tayari limeathiriwa na vita. Matumizi ya drone katika mapigano yanaweza pia kubadilisha namna operation ya kijeshi inavyofanyika, lakini hatari kubwa inajitokeza pale ambako maeneo ya kiraia yanakuwa karibu na maeneo yanayolengwa. Kwa upande mwingine, ni muhimu kutenganisha taarifa zisizothibitishwa na madai yanayohusika na mzozo. Katika mazingira ya vita, taarifa kuhusu nani aliyefanya shambulio hilo, eneo lililolengwa na kiwango cha madhara zinaweza kutolewa kwa namna zitakazotofautiana. Kwa hiyo uchunguzi uhuru na uthibitishaji wa taarifa ni muhimu kabla ya kutoa hitimisho la mwisho. Kwa wakazi wa Fizi, tukio hili linaongeza hofu kuhusu usalama wao na mali zao. Hoteli na maeneo ya biashara nyingi hutumika kama sehemu ya mikusanyiko ya raia, jambo linalofanya mashambulizi katika maeneo hayo kuwa swala kubwa la kibinadamu. Raia wanahitaji ulinzi na uhakikisho wa usalama, hasa katika kipindi ambacho mapigano yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Kwa jumla, shambulio la asubuhi ya Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika hoteli ya Mwalu huko Fizi limeacha pia raia wawili wakiwa wamejeruhiwa kidogo na kusababisha uharibifu wa mali, kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo. Mamlaka bado zinapaswa kutoa taarifa rasmi na uchunguzi wa kina ili kubaini mazingira halisi ya shambulio hilo, wahusika, iwapo eneo hilo lilikuwa na lengo la kijeshi au la. Wakati huo, tukio hili linaonyesha tena uzito wa hali ya usalama katika eneo la Kivu Kusini na umuhimu wa kulinda raia pamoja na miundombinu ya kiraia dhidi ya madhara ya vita. Hii ni taarifa inayoendelea na maelezo zaidi yanaweza kujitokeza kadri vyanzo rasmi na vya kujitegemea vitakavyothibitisha taarifa kuhusu tukio hilo.
Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Masisi Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa mara ya kwanza tangu maeneo kadhaa wilaya ya Masisi ya kutawaliwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, helikopta yenye alama ya Umoja wa Mataifa imeonekana ikiruka katika maeneo ya Oso Banyungu na Katoi katika wilaya ya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Tukio hilo limeripotiwa kutokea majira saa tatu na dakika 45, yani 9:45 Alhamisi Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, helikopta hiyo inaaminika kuwa ya MONUSCO, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuonekana kwa helikopta hiyo kunatajwa kuwa tukio muhimu hasa kwa sababu ni mara ya kwanza kuruka katika maeneo hayo tangu M23 ilipochukua udhibiti wa maeneo mbalimbali huko Masisi. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, safari hiyo huenda ilikuwa ya upelelezi na uchunguzi wa hali ya eneo hilo katika kile kinachoelezwa kuwa kuhusishwa na utekelezaji wa mfumo wa ufuatiliaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi ulioeleza kuwa kwa undani madhumuni ya safari hiyo wala kama helikopta hiyo ilifanya uchunguzi ya moja kwa moja kuhusu harakati za wanajeshi au makundi yenye silaha katika maeneo hayo. Kuonekana kwa ndege hiyo ya Umoja wa Mataifa kunatokea wakati hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu ikiendelea kuwa mbaya. Katika wilaya ya Masisi na maeneo ya jirani, hali ya kijeshi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na mapigano yanayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano yameripotiwa kati ya muungano unaojumuisha M23 Twirwaneho na Red Tabara upande moja na wapiganaji wa Wazalendo upande mwingine. Hali hiyo inaonyesha kwamba licha ya juhudi za kidiplomasia na wito wa kusitisha mapigano, utekelezaji wa utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa bado yanakabiliwa na changamoto kubwa. Wakati huo, taarifa nyingine zinaeleza kuhusu mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika maeneo ya Kale na Fizi mkoani Kivu Kusini. Mashambulizi hayo yanadaiwa kuhusishwa na Rwanda, drone kutoka Rwanda, ingawa taarifa kama hizi zinahitaji kuthibitishwa na vyanzo huru kabla ya kuchukuliwa kama ukweli wa mwisho. Fizi ambayo imekuwa moja ya maeneo muhimu katika mzozo wa sasa Kivu Kusini, imeendelea kushuhudia harakati za kijeshi na mapigano kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Kale pia imekuwa katika hali tete kutokana na mabadiliko ya udhibiti wa maeneo na mashambulizi yanayohusishwa na pande zinazopigana. Kuonekana kwa helikopta ya MONUSCO katika eneo la Oso Banyungu na Katoi kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa katika muktadha wa ufuatiliaji wa hali ya usalama. Ikiwa safari hiyo ni kweli ilikuwa sehemu ya operation ya upelelezi, inaweza kuashiria hatua ya Umoja wa Mataifa ya kupata taarifa za moja kwa moja kuhusu hali ilivyo katika maeneo ambayo kwa muda yamekuwa magumu kufikiwa kutokana na mapigano. Uchunguzi wa angani unaweza kusaidia kufuatilia hali ya barabara, maeneo yanayoharibiwa, harakati za watu waliokimbia makazi yao na kiwango kinachoruhusiwa, hali ya maeneo yanayodhibitiwa na makundi yenye silaha. Lakini changamoto kubwa bado ni kuhakikisha kwamba taarifa zinazokusanywa zinatumika kulinda raia na kusaidia utekelezaji wa makubaliano yote ya kusitisha mapigano. Kwa upande mwingine, kuendelea kwa mapigano katika eneo la Masisi, Kale na Fizi kunaonyesha kwamba mchakato wa kusitisha mapigano bado haujawa na utulivu wa kutosha. Kwa hiyo safari ya helikopta yenye alama ya Umoja wa Mataifa katika eneo la Oso Banyungu na Katoi inaweza kuwa ishara ya kuimarishwa kwa ufuatiliaji wa hali ya usalama katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23. Hata hivyo, wakati jumuiya ya kimataifa ikiendelea kufuatilia utekelezaji wa kusitisha mapigano na mashambulizi yanayoripotiwa katika maeneo ya Masisi, Fizi na Kale yanaendelea kuwa chanzo cha wasiwasi kwa wakazi. Kinachobaki kusubiriwa ni iwapo ufuatiliaji huu wa Umoja wa Mataifa unaweza kusaidia kupunguza mapigano, kubaini ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na hatimaye kuchangia katika kurejesha usalama kwa raia walioathirika na mzozo huu wa muda mrefu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Bukavu mkoani Kivu Kusini, ambako tukio la kusikitisha limetikisa wakazi wa mji wa Bukavu baada ya watu 5 wa familia moja kupoteza maisha katika moto mkubwa uliotokea usiku wa kuamkia Alhamisi tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026
2026, yani siku ya leo, katika eneo la Nkafu kwenye manispaa ya Kadutu. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka eneo la tukio, waathirika wote walikuwa ni wanafamilia moja, baba wa familia, mke wake pamoja na watoto wao watatu. Moto huo ulizuka katika makazi yao yaliyopo kwenye Avenue Père Georges Defour. Kwa muda mfupi ukasababisha hali ya taharuki miongoni mwa majirani. Taarifa zinaeleza kuwa wajirani walianza kugundua tukio hilo baada ya kusikia milio ya kelele kutoka ndani ya nyumba. Wakazi walijaribu kuingilia kati na kusaidia kuokoa waliokuwa ndani, lakini juhudi hizo hazikufanikiwa kuwaondoa wanafamilia au kwa wakati. Moto ulipozidi kusambaa, familia hiyo linaswa ndani ya nyumba na watu wote watano walipoteza maisha. Tukio hilo limeacha huzuni kubwa kwa wakazi wa eneo hilo ambao walishuhudia juhudi za kutafuta waathirika baada ya moto kuzimwa. Mbali na kupoteza maisha ya watu watano, moto huo pia uliharibu kwa kiasi kikubwa nyumba hiyo. Baada ya tukio, baadhi ya wakazi walishiriki katika shughuli za utafutaji wa mili kwenye mabaki ya jengo lililoteketea. Tukio hili linaonyesha kwa mara nyingine hatari kubwa inayoweza kusababishwa na moto wa nyumba, hasa wakati unapotokea usiku ambako wakazi huwa wamelala, huwa wanachelewa kugundua hatari. Jambo linalozingatiwa pia ni muda wa uokoaji. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, majirani walifika baada ya kusikia vilio, lakini walishindwa kuwaokoa watu waliokuwa ndani kwa wakati. Hali inaonyesha umuhimu wa kuwa na njia salama za kutokea kwenye nyumba pamoja na maandalizi ya haraka wakati moto unapotokea. Kwa sasa taarifa zilizotolewa hazijaeleza kwa uhakika chanzo cha moto. Kwa hiyo ni muhimu kuepuka kutoa hitimisho kuhusu kilichosababisha moto huo uchunguzi rasmi utakapofanyika. Tukio hili pia linaibua maswali kuhusu usalama wa makazi katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu kama Kadutu. Katika mazingira kama haya, moto mmoja unaweza kuleta madhara makubwa ikiwa hautadhibitiwa mapema. Kwa wakazi, tukio hili ni ukumbusho wa muhimu wa kuwa na tahadhari dhidi ya moto nyumbani, kuhakikisha kuna njia za kutokea wakati wa dharura na kutoa taarifa haraka kwa vyombo vinavyohusika pale moto unapoanza. Kifo cha baba, mama na watoto wao watatu katika moto huo ni pigo kubwa kwa familia na jamii ya Kadutu kwa ujumla. Wakati uchunguzi kuhusu chanzo cha moto ukiendelea au ukitarajiwa kufanyika, jamii inapaswa kuchukua tukio hili kama fundisho muhimu kuhusu usalama wa moto manyumbani. Bukavu imeamka ikiwa na majonzi baada ya familia nzima kupoteza maisha katika mazingira ya kusikitisha, huku wakazi wakishiriki katika shughuli za utafutaji wa mili na kushuhudia uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto huo. Hii ni taarifa ya habari kutoka mjini Bukavu, huko katika mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano mapya kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa AFC M23 imeripotiwa Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali ya eneo la Kale mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia katika eneo hilo, mapigano hayo yaliripotiwa katika maeneo ya Qatar, Tushunguti, Nyamugari na Kivuka na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano yalianza majira saa 1 asubuhi, huku milio ya silaha ikisikika katika maeneo kadhaa kwa wakati moja. Hali hii ilizua taharuki kwa wananchi ambao tayari wamekuwa ikabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama na madhara ya mapigano ya mara kwa mara. Hali inayodaiwa kuwa mbaya zaidi ni kufika majira saa 4 asubuhi ambako mashambulizi makali na milipuko ya mabomu yaliripotiwa katika maeneo yaliyoathiriwa. Mashirika ya kiraia yameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia wanaoishi karibu na maeneo ya mapambano. Kwa kuwa mapigano yalitokea katika maeneo yenye wakazi, hofu kubwa ni kwamba raia wasiohusika wanaweza kuathirika moja kwa moja na vita. Taarifa zilizotolewa hazijaweka wazi idadi kamili ya watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa.
Hata hivyo, vyanzo vya kiraia vinaripoti madhara mbalimbali yanayodaiwa kutokana na mapigano hayo, yakiwemo uharibifu wa baadhi ya nyumba, shule, miundombinu mingine ya kiraia. Mbali na uharibifu huo, familia kadhaa zimeripotiwa kuondoka katika makazi yao na kutafuta maeneo salama kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Kinachotia wasiwasi zaidi katika tukio hili ni kwamba Kale tayari ni eneo ambalo limeathiriwa kwa muda na machafuko na harakati za watu wanaokimbia mapigano. Kila wakati mapigano yanapoanza upya, familia ambazo tayari zimepoteza makazi au zimehama kutoka maeneo mengine hulazimika tena kutafuta usalama. Hali inaweza kuongeza mzigo kwa jamii zinazowapokea wakimbizi na pia kwa mashirika ya kibinadamu yanayojaribu kutoa misaada. Kwa upande wa mapigano katika maeneo ya kama vile Qatar, Tushunguti, Nyamugari na Kivoka yanaonyesha jinsi hali ya usalama ilivyoweza kubadilika kwa haraka katika maeneo ya Kale. Wananchi wanaweza kulazimika kusitisha shughuli zao za kila siku, huku shule, biashara na huduma nyingine za kijamii zikitatizika. Mashirika ya kiraia kwa hiyo wametaka serikali ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongeza uangalizi katika maeneo yaliyoathirika na kuhakikisha kwamba raia wanalindwa dhidi ya madhara ya mapigano. Kufikia Jumanne tarehe 18 mwezi wa 8, hali ya utulivu ya muda uliripotiwa katika maeneo yaliyoathiriwa. Hata hivyo, utulivu huo bado unaonekana kuwa dhaifu kutokana na hofu ya uwezekano wa mapigano kuanza tena. Wananchi wanaendelea kutaka hatua madhubuti zichukuliwe ili kuhakikisha usalama wao na kuzuia kuendelea kwa uhamaji wa lazima wa watu. Kwa jumla, mapigano haya mapya ya Kale yanaonyesha changamoto kubwa inayokabili Kivu Kusini, ambako migogoro ya silaha inaendelea kuwa chanzo cha vifo, uharibifu wa mali na kuhama kwa raia. Jambo la msingi kwa sasa ni kuhakikisha usalama wa raia, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia waathirika na kutafuta njia muhimu ya kumaliza mapigano yanayoendelea katika eneo la Kivu. Hii ni ripoti inayotokana na ripoti za mashirika ya kiraia kuhusu matukio ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026, madai kuhusu wahusika, vifo na uharibifu yanapaswa kudhibitiwa na vyanzo uhuru. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za muda huu kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tukutane katika taarifa yetu za habari za jioni.